Ndugu zangu, dunia inakwenda kasi sana, na dunia ni nyepesi sana kupata jambo lolote unalolitaka. Nimekuwa nikiyasema haya maneno kijiweni kwa marafiki zangu, hata hapa kwenye mitandao ya kijamii, huku nikiwauliza watu, hivi ni mimi mwenyewe naona au ni watu wote tunaona? Kwa sababu njia ya mafanikio ni nyepesi. Kuwanyonya watu, kama sio kuwanyonya watu, basi watu walio sehemu husika wakaishi kama jumuiya iliyoelewana kwa upendo. Hiyo ndio njia ya mafanikio. Wanyonye wasiojitambua au elewaneni muishi mgawane riziki kwa upendo. Basi 2026 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko Urusi. Ukirudi nyuma miaka 10, Rais wa Jamhuri ya Muungano hawezi kwenda Urusi. Hujui miaka 10 nyuma dunia ilikuwa ni ya mmoja. Anakuchagulia marafiki, anakufundisha na biashara, yaani kila kitu anakuongoza kama mzazi anavyomwongoza mtoto mdogo. Ndiyo dunia ya mkubwa mmoja ilivyokuwa. Dunia ya mkubwa mmoja imeshakufa. Yaani usiamini, mimi na kuonea huruma sana. Bado naamini ule ujinga wa wale jamaa zetu wanaopigaga kelele kwenye sijui IMF, sijui World Bank, msiwape wa Tanzania misaada. Bado naamini kwa ule ujinga wa wale ndugu zetu. Wale ndugu zetu kidogo nahisi masuala ya shule hawako vizuri. Kufika Marekani sio kwamba umesoma. Mimi na marafiki zangu kibao sana wamepata channel za kwenda Marekani, lakini hawajasoma. Kwa hiyo kuwa Marekani sio kwamba umesoma. Japokuwa zamani tulikuwa tunadanganywa ili uende Marekani lazima uwe umesoma. Kumbe sio. Okay, anyway. Nini tafsiri ya rais kwenda Urusi? Achana na sababu iliyompeleka. Hiyo sababu ni ya kawaida, ushirikiano, biashara, ni zile zile. Lakini nini tafsiri? Tafsiri ya kwanza kabisa, rais ametuambia Watanzania, hii dunia tunayoishi ni ya wakubwa wengi. Yaani rais ndo anatupa ujumbe sisi Watanzania. Kitu ambacho nimekuwa nikikiimba na namshukuru Mungu, Watanzania tumeshaambiwa dunia ni ya wakubwa wengi. Hatuhitaji kulazimishwa mfumo fulani wa maisha ili tupate tunachokitaka kwa waliojiaminisha kwamba dunia ni ya kwao. Ndiyo tafsiri rais aliyoitoa. Mwaliko wa Rais Samia kwenda Urusi, iwe ameitwa, iwe ni yeye, sitaji kujua. Lakini najua kabisa miaka 10 nyuma rais asingekwenda Urusi. Hata waziri wa mambo ya nje asingekwenda Urusi. Yaani kama tungekuwa na tatizo kubwa sana ambalo hakutusaidia ni Urusi, angetumwa mtu mdogo sana ili wale wanaotutawala, manake dunia mkubwa mmoja wasijue. Kwa sababu dunia mkubwa mmoja na ndugu zangu, hebu jifunzeni maana unipolar world order. Yaani ni dunia hatari. Ukitaka kujua tu ni dunia hatari, angalia ni namna gani bado wanaamini wao ni wakubwa. Angalia ni dakika ngapi Umoja wa Ulaya ulipoteza unaidiscuss Tanzania kama vile kwao hamna matatizo, wakimtetea Tundu Lissu. Angalia ni dakika ngapi yule ambaye anagombea usijui ndo kugombea ndo alikuwa anaapishwa, alikuwa anaomba kibali cha kuja kuwa balozi wa Tanzania, alivyokuwa anatufundisha maisha. Pima hizo na ni mbili ujue dunia ya mkubwa mmoja ilivyokuwa hatari. Sasa rudi nyuma kidogo kabla mitandao ya kijamii haijaja, manake tukawa tunazipata hizi taarifa kabla hata hazijaeditiwa. Kwa sababu habari za yule Marekani anayetufundisha kwamba sijui uchaguzi tumeumizana, wakati wao walilinajisi bunge lao la Marekani kama Wakenya walivyolinajisi bunge lao. Hivi unajua Wamarekani wameshawahi kulipua bunge lao kama Wakenya? Na niliwaripoti nikamwambia Marekani wa BBC, nyinyi mnatengeneza documentary ya Wakenya kulipua bunge, hamtengeneze documentary ya wa Marekani kuumizana kwenye bunge lao. Joe Biden alivyotangazwa rais, wanakuja kutuambia vurugu za Oktoba ambazo wao ndio walizifadhili. Yaani dunia leo kama utaki kujua kwamba Oktoba tuliumizana kwa ufadhili wa wazungu, utakuwa una akili ndogo. Kwa hiyo Rais Samia ametuma ujumbe mkubwa sana kwa sisi ambao tunajua dunia inaendeshwaje. Dunia ni ya wakubwa wengi. Nyinyi ambao bado mko kwenye hiyo delusional mind kwamba mnaitawala hii dunia, mtatufundisha tuishije ndo mtupe mikopo yenu. Hebu jitafakarini. Ni ujumbe rais ameutuma upande wa pili. Na mimi ni msikilizaji mkubwa sana
wa siasa za Marekani. Wao wenyewe kwa wenyewe kwenye discourse zao, kwenye discussion zao mbalimbali, kwa sababu wao wenyewe tayari wanajua kwamba dunia ni wakubwa wengi, wanapambana kuangalia watajiadjust vipi. Kitu ambacho wanakidiscuss wa Marekani sasa hivi ni kufuta hii sera yao ya kufundisha watu maisha. Yaani ule ujinga jamaa alikuwa anaongea bungeni, wa Marekani wenyewe wanadiscuss kwamba hii tabia ya kuwafundisha watu maisha tukienda nayo China na Urusi watatufukuzia mbali. Ndio maana nikamwambia Tanzania, tusipopiga kelele tukawaacha marais wetu na wabunge wetu wakiwa kimya, hata huko duniani wataamini bado sisi ni wajinga. Yaani hizo kelele ninazopigaga hivi pia zinasaidia. Kumbe jamaa wanajitambua. Kumbe jamaa wanajua kabisa misaada kwetu ni mtego. Yes! Rais ametoa ujumbe mkubwa sana kwa upande wa ushogani. Ushogani wameshapata habari. Media zao zote, labda hizi maarufu, mimi nimepita hizi media za online za uko ushogani, ndo amenipa hii. Nimependa huyu jamaa aliyepost akasema, na sentence yangu maarufu. Jamaa alicomment akasema multipolar world dream coming true. Umeona? Dunia ya wakubwa wengi kweli. Ndoto ya dunia ya wakubwa wengi kweli inatimia. Yes. Hakuna mtu alitegemea hichi kitu. Huu ni ujasiri wa kutisha rais wetu ameuonyesha. Achana na kilichompeleka. Tafsiri ya rais kama rais kwenda ni kubwa sana. Kumbuka miezi kadhaa nyuma waziri wetu wa mambo ya nje alienda. Miezi kadhaa na niliripoti hichi kitu. Sasa amekwenda rais. Ndugu zangu, kuna tafsiri kubwa sana kwetu sisi wa Tanzania na kwa wale ambao wanaamini bado wanaimiliki hii dunia. Kwangu mimi hii ni hatua kubwa kabisa ya Watanzania kuelekea kwenye maendeleo ya kweli. Kwangu mimi, kwa sababu tunajua kabisa dunia ya mkubwa mmoja ilikuwa inalazimisha nchi kuwa ya wachache. Yaani siasa za magharibi, nchi inajengwa na wachache, wengine wanakuwa ni watumwa. Usijizime data, sio mnajenga pamoja. Wajenzi wachache, wengine ni watumwa. Unataka ushahidi? Tuliza mihemko, fanya uchunguzi mfumo wa maisha wa Marekani. Video yangu ya mwisho kuhusiana na mambo ya kimataifa nilisemaje? Nilikupa ushahidi gani? Utajiri wa Elon Musk 2012 ulikuwa shingapi, na leo hii utajiri wa Elon Musk uko kiasi gani, na kibarua wa Marekani mpaka leo hii kuanzia 2009 mpaka leo hii analipwa shingapi na maisha yakoje. Hiyo inatosha kukupa. Kwa hiyo huo ndio ujinga wanaotuletea. Kwa hiyo kwangu mimi, yani kuna tafsiri kubwa sana. Kwa hiyo kama nchi yetu imeshatuonyesha wazi kwamba sisi hatufungamani na ushogani wala wapi. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuamua kwenda tunakopataka, kutafuta tunachokitaka, kwa sababu dunia ni wakubwa wengi. Tunasubiri nini? Kurekebisha mfumo wa maisha yetu ambao bado una mizizi mingi sana ya kimagharibi. Tunajua mfumo wa upatikanaji wa viongozi wetu lazima ni ukemee, kwa sababu formula yetu ni ile ile. Viongozi wabaya hulipeleka taifa kubaya. Dereva mbovu tegemea ajali muda wote. Lazima tuende kwa mifano. Kwa hiyo tunahitaji mfumo mzuri wa upatikanaji wa viongozi. Tutoe ule mfumo ambao walitupa wazee wa ushogani kwamba okota huko watu wasiojitambua ili tuwaendeshe vizuri. Angalia kwa hao mfumo wao uongozi. Kwa hiyo cha kwanza lazima turekebishe mfumo wa viongozi, tutoke kwenye ule mfumo ambao walituzoesha wao. Kwa mfano, hii safari ya Rais Samia yuko na ujumbe mkubwa sana, mawaziri wa kutosha. Yaani ana paneli kubwa kwa kifupi na wafanya biashara juu. Kwangu mimi tungekuwa na mfumo wa kikwetu sasa, na sio huu ambao rais ameenda nao. Lazima hapa ningetakiwa nimuone mkuu wa JKT, kwa sababu huyu ndio anayekwenda kuwa engine ya uchumi wa taifa. Yaani engine ya uchumi wa taifa lazima anayekwenda kuwa mkuu wa kitengo cha jeshi la kujenga taifa. Ndio atakuwa na stress kuliko. Tukibadilisha mfumo wetu, mbona rais atakula good time? Kwa sababu rais akishachaguliwa anakwenda bungeni, anatengeneza kabineti yake, anatafuta IGP wake, mkuu wake wa majeshi, imeisha hiyo. Swala la kujenga nchi ni la kwetu sisi wananchi. Nchi haiwezi kujengwa na kikundi cha watu ambacho anayekimobilize ni rais. Mfumo wa sasa, nchi inajengwa na kikundi cha watu ambaye anayekimobilize ni rais. Na kiali halisi
huwa ndio kinachomuendesha rais. Kumbuka stori za Shabibi, pesa kiasi gani serikali inatoa na hao watu wanakwenda kufyatua dawa ambazo sizo. Ile sentensi ya Shabibi tusisahau, ni matokeo ya mfumo mbovu wa uendeshaji wa nchi ambao tumeandikiwa na kule wa dunia moja. Kwa Shabibi ameshatupa ni namna gani mfumo mbovu unalipeleka taifa kubovu. Kwa hiyo jukumu la ujenzi wa nchi ni jukumu la jeshi la kujenga taifa. Kwa hiyo serikali, kwa safari hii ya Mama Samia nilikuwa natarajia angekwenda, lakini sasa haiwezekani kwa sababu bado tuko kwenye mfumo ule wa kizamani. Hatujabadilisha mfumo, lakini tutabadilisha, mimi najua. Angekwenda na mkuu wa jeshi la kujenga taifa. Kumbuka huyu hatutakwenda kumchagua kama kizamani. Unajua ndugu zangu, ni dunia imeshabadilika. Zamani kupata elimu lazima uende darasani, sijui chuoni na wapi. Siku hizi kuna kupata elimu umekaa ndani kwako. Hivi dunia nyepesi ni mimi mwenyewe naiona au wote mnaiona ndugu zangu? Mbona mimi naiona dunia nyepesi sana? Japokuwa sijafanikiwa hivyo, lakini bado nataka nikiri dunia ni nyepesi. Kupata elimu katika dunia yetu ya leo ni rahisi sana. Kinachosubiriwa kwetu sisi ni mfumo wa kutukusanya ili tuijenge nchi yetu. Sasa hivi hatuna mfumo. Mfumo ni wa kunyonyana. Unamtafuta Chaba, unamwibia hela yake. Si Chaba haijui dunia. Mimi nishaijua dunia na mayai na manini. Naweza nikaenda kwa Chaba nikampiga picha na nikauza picha za Chaba. Chaba hafaidiki chochote. Ndio dunia tunayoishi sasa hivi. Tunabidi tutengeneze mfumo rasmi ambao kiali halisi ni jeshi la kujenga taifa, likiwa na mkuu ambaye anajijua dunia. Lazima JKT iende kugawanyika kidogo. JKT ambayo ina military itakuwepo, na JKT ambayo ni sisi tulio mtaani tunakusanywa, mwenye kutaka mkopo, mwenye kutaka nini. Hilo ni jukumu la mkuu wa jeshi la kujenga taifa, na huyu hata kuwa anachaguliwa na rais. Lazima tutafute mfumo huyu tunampataje. Awe ni mtu ambaye ana pragmatic mind, profesa fulani au engineer fulani. Lazima awe kutoka kwenye hizo sekta mbili, engineer au profesa, ndio atakuwa amesafiri na rais. Mtu akiniambia ni kitu gani sisi wa Tanzania tunaweza kujifunza kwa Urusi, namna ya kufaidi rasilimali mlizobarikiwa na Mungu. Kwa sababu Urusi haina viwanda kama China, haina soko kubwa kama la Marekani, ina rasilimali, natural resources ambazo zinamilikiwa na Warusi kama Warusi. Ndiyo silaha ya Warusi kama baba moja ya madaktari wa kiuchumi duniani. Daktari mkuu wa kiuchumi duniani ni Xi Jinping. Daktari namba 2 unaweza kumweka Marekani. Daktari namba 3 unaweza kumweka Mrusi. Daktari namba 4 IRGC, Iran. Dunia ni wakubwa wanne. Yaani hilo piga right. Mimi mbona Iran mimi nishampa maua yake siku nyingi kwamba yeye ndio baba wa Mashariki ya Kati. Yaani mimi nishamaliza uchunguzi wangu siku nyingi. Baba wa Mashariki ya Kati ni Iran. Kwa sababu tumekuja kugundua kumbe Hormuz ni zaidi ya nyuklia. Kwa sababu ukipiga nyuklia Marekani itaua pale Marekani tu. Lakini Hormuz ikifungwa watu dunia nzima wanateseka. Kwa hiyo Hormuz ni zaidi ya nyuklia. Kwa hiyo tumeshapata madaktari wakuu wa kiuchumi wangapi? 4. Xi Jinping kama baba yao, baba wa mababa, angalia ametembelewa na watu wangapi mpaka sasa hivi. Anafuata Marekani, tuwape heshima yao. Urusi tumpe heshima yake. Iran. Ulaya wanateswa na laana ya damu walizozimwaga sehemu mbalimbali za dunia. Ulaya hawatakaa waelewane wewe. Kwa hiyo Rais Samia ameshatuonyesha njia. Yaani wala hana deni. Ameshatuonyesha mwanzo wa kwanza kutengeneza misingi ya kweli ya taifa letu. Simdai kitu kabisa huyu mwanadamu sasa hivi. Kwa sababu bado angekuwa na walambalamba wale wa kutufundisha maisha. Halo, huwezi kwenda porini sasa hivi ukaenda ukasema unaenda kumfundisha Chaba maisha. Chaba ndo anajua kule porini kuliko mimi. Inabidi nitulie nimsikilize Chaba. Nimwambie kama kuna kitu nakijua zaidi ya Chaba, nimwambie bana Chaba, tukifanya hivi tutafanikiwa. Lakini eti nafika kule naanza kumuelekeza Chaba, Chaba maisha ni hivi. Sio kweli. Ulaya anavyotuambia eti haki za kibinadamu. Maana yake sisi hatupendani, wao wanatupenda sana. Uhuru wa kuabudu. Wanaosubiria kutusaidia katika jina la demokrasi watakuwa wanaota. Dunia ni ya wakubwa wengi, na rais wetu ameshatuthibitishia hatuhitaji kucompromise na watu wanaotuambia uhuru wa kuabudu, haki za kibinadamu eti ndio tuendelee. Je, wao wanaosimamia hiyo misingi wana maendeleo?
Kumbuka, maendeleo sio Elon Musk ana utajiri wa dunia, wakati Marekani wa kawaida hana uhakika wa kula. Hatuhitaji hayo maisha yabaki huko kwao. Maendeleo, mnavuna wote riziki, mnalijenga taifa wote kama wa China. Rais ameshatuonyesha njia, kilichobaki ni kutengeneza mfumo wa kutuinua wote tukaifurahia hii nchi yetu. Nchi yetu ina rasilimali kama Urusi. Tofauti ya sisi na Urusi ni kubwa kieneo, maana yake ina rasilimali nyingi kulingana na ukubwa wake, na sisi tuna rasilimali nyingi kulingana na ukubwa wa nchi yetu. Tunachokihitaji ni elimu ya kumanage rasilimali zetu. Tunahitaji benki yetu kulinda ardhi yetu, soko letu. Kinachofuata ni ujenzi. Hatuhitaji demokrasia na uhuru wa kuabudu kulijenga taifa. Tuelimike, tusiwe wasomi.